Shalom, Bwana Yesu atukuzwe sana. Ninakusalimu kwa jina takatifu, jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sasa katika ishara za kinabii kwa njia ya ndoto, ninataka niongelee habari ya ndoto. Pale ambapo kakuta umelala alafu kwa namna ya ajabu ukaota ndoto ukaona damu zimetapakaa. Damu zimetapakaa kwenye njia ambayo unapita au damu zimetapakaa kwenye nyumba ambayo unaishi. Damu zimetapakaa mahali popote pale, pengine inaweza kukwambia kwenye mti hiyo ndoto, au inaweza kukwambia kwenye vyombo vya ndani, lakini unaona ishara ya damu, yani damu katika ndoto au nguo unaona kuna damu au ardhi unaona kuna damu. Sasa kila ndoto kiroho inakuwa imebeba maana yake, na hii ndoto imekuwa ikiwasumbua watu wengi sana pale ambapo wanaota alama ya damu kinabii. Wamekuwa hawajui hiyo ndoto imebeba maana gani au inawapa maelekezo gani. Sasa ukiletewa ndoto ukiona kwamba tunasema damu, kaona damu kwa namna yoyote ile, lakini ni katika njia ya ndoto. Sasa ishara ya namna hiyo manake ni Yesu mwenyewe anakuonyesha kwamba kuna hatari iko mbele yako. Kuna hatari ambayo adui ameiandaa iko mbele yako, na unahitaji usimame sana katika maombi ili uweze kuipangua. Na hiyo hatari tunasema kwamba ni roho ya ajali. Inaweza ikawa inaashiria roho ya ajali, sana sana inaweza ikawa inaashiria pia roho ya mauti. Kama ni mama mjamzito, mama mjamzito kaona ndoto ya namna hiyo, maana yake unaonyesha wazi kwamba siku za usoni hiyo mimba ulioibeba inaenda kuharibika au itaharibika. Unaonyesha wazi kwamba kuna hila ya adui, hiyo mimba uliyoibeba itaenda kuharibika. Kwa hiyo unahitaji usimame katika maombi. Kwa hiyo ukiletewa ndoto ya namna hiyo, ukiona kwamba damu imetapakaa kwenye nyumba yako, manake unajulishwa wazi kwamba kuna roho ya mauti ambayo adui ameisukuma juu ya maisha yako. Na hiyo roho sio mauti ya magonjwa, ni mauti inayohusu mambo ya ajali. Ajali sio ajali tu ya gari. Unaweza kuwa fundi ujenzi ukajikuta umepanda juu ya gorofa ukakuta umeanguka. Unaweza kuwa ni mtu wa aina yote, lakini unaonyesha kwamba kuna ajali iko mbele yako ambayo itapelekea roho ya uharibifu wa afya yako, lakini pia kusukumiziwa roho ya mauti. Kwa hiyo ukiletewa ndoto ya namna hiyo kinabii, unahitaji usimame sana 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 katika maombi. Jambo la kuzingatia, dharau kila kitu lakini usidharau ndoto. Ndoto inakupa taarifa ya kesho yako. Ndoto inakupa taarifa katika uhalisia wa maisha yako. Mambo yote yanaanzia rohoni. Hata hivyo ulivyo, maisha ulionayo yameanzia rohoni, ndio maana amekuja katika matokeo ya mwili. Ukijiona na mafanikio makubwa, jua kabisa mafanikio yako alianzia rohoni. Ukijiona ni mgonjwa, jua kabisa ugonjwa wako ulianzia rohoni. Kwa hiyo ndoto inapokuja kwako au unapoletewa ndoto, uhitaji kuipuuza, uhitaji kuidharau, kwa sababu kila ndoto inakuwa imebeba maana yake. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia, lakini zaidi sana ninakuombea Yesu akuepushe na hatari ya ndoto hii. Kama umewahi kuiota au utakuja kuiota, Yesu aisambaratishe mbali, iwe mbali na maisha yako. Mungu akubariki sana na kutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.